Karibu mtazamaji wa Zone Media, umfahamu Delcy Rodriguez ambaye ni rais wa mpito wa taifa la Venezuela kwa hivi sasa mara baada ya kukamatwa kwa rais Nicolas Maduro. Delcy Eloina Rodriguez Gomez ni mwanasiasa mwenye ushawishi mkubwa nchini Venezuela ambaye kwa sasa anatajwa kuongoza taifa hilo kama rais wa mpito katika kipindi kigumu cha kisiasa, kiusalama na kidiplomasia kufuatia tukio la kukamatwa kwa rais Nicolas Maduro na kuibuka kwa sintofahamu ya uongozi wa nchi hiyo. Delcy Eloina Rodriguez Gomez alizaliwa tarehe 18 Aprili mwaka 1969 katika jiji la Caracas, Venezuela, katika familia ambayo historia yake imefungamana kwa ukaribu na siasa na mapambano ya kijamii ya nchi hiyo. Alikulia katika mazingira yaliyotawaliwa na fikra za mapinduzi, haki za kijamii na upinzani dhidi ya ukandamizaji wa dola, misingi iliyojenga kwa kiasi kikubwa mwelekeo wake wa baadaye wa kisiasa. Baba yake Jorge Rodriguez alikuwa mwanasiasa na mpigania haki wa mrengo wa kushoto aliyekuwa akipinga tawala za wakati huo kabla ya kufariki akiwa kizuizini mwaka 1976 katika tukio lililotajwa na familia yake kama mauaji ya kisiasa. Kifo hicho kiliacha alama kubwa kwa familia nzima na hasa kwa Delcy Rodriguez, kikichukuliwa kama ishara ya gharama ya mapambano ya kisiasa nchini Venezuela. Akiwa anakuwa, Delcy Rodriguez alishuhudia kwa karibu athari za migogoro ya kisiasa, ukandamizaji wa dola na mvutano kati ya serikali na wapinzani. Mazingira hayo yalichangia kumjenga kuwa mtu mwenye mtazamo mkali kuhusu mamlaka ya dola, uhuru wa kitaifa na nafasi ya wananchi katika uongozi wa nje. Ndugu yake Jorge Rodriguez Gomez naye alikuja kuwa mmoja wa wanasiasa wakuu nchini humo, hali iliyoiweka familia ya Rodriguez katikati ya siasa za Venezuela kwa miongo kadhaa. Kitaaluma, Delcy Rodriguez alisomea sheria katika chuo kikuu cha kati cha Venezuela, mojawapo ya vyuo vikuu vikongwe na vyenye ushawishi mkubwa nchini humo. Akiwa chuoni, alijihusisha kwa karibu na mijadala ya kisiasa, haki za binadamu na masuala ya sheria za kimataifa, akionyesha mapema mwelekeo wa kujikita katika diplomasia na uhusiano wa kimataifa. Elimu yake ya sheria ilimpa msingi wa kuelewa mifumo ya dola, mikataba ya kimataifa na namna mataifa yanavyoshirikiana au kugongana katika jukwaa la dunia. Safari yake ya kisiasa ilianza kushika kasi wakati wa utawala wa Rais Hugo Chavez, ambapo Delcy Rodriguez alijitokeza kama sehemu ya kizazi cha viongozi waliobeba falsafa ya mapinduzi ya Bolivaria. Alifanya kazi katika taasisi mbalimbali za serikali kabla ya kuteuliwa kushika nyadhifa za juu, hatua iliyompa uzoefu wa moja kwa moja katika uendeshaji wa dola. Mwaka 2014 aliteuliwa kuwa waziri wa mambo ya nje wa Venezuela, nafasi iliyomweka mstari wa mbele katika mapambano ya kidiplomasia dhidi ya vikwazo na mashinikizo ya kimataifa. Katika kipindi chake kama waziri wa mambo ya nje, Delcy Rodriguez alijulikana kwa msimamo wake mkali wa kutetea sera za serikali ya Caracas, hasa katika majukwaa ya kimataifa kama Umoja wa Mataifa. Alikuwa akilaumu vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa na Marekani na washirika wake kwa kuzorota kwa uchumi wa Venezuela, akisisitiza kuwa matatizo ya nchi hiyo yalichangiwa zaidi na uingiliaji wa kigeni kuliko sera za ndani pekee. Mtindo wake wa kuzungumza kwa uthubutu ulimjengea taswira ya mwanadiplomasia jasiri, lakini pia ulizua upinzani kutoka kwa wakosoaji wa serikali. Baada ya kuondoka katika wizara ya mambo ya nje, Delcy Rodriguez alipandishwa ngazi na kuteuliwa kuwa makamu wa rais wa Venezuela mwaka 2018 chini ya rais Nicolas Maduro. Katika safari hiyo, alipewa jukumu kubwa la kusimamia uratibu wa serikali, masuala ya uchumi na mikakati ya kukabiliana na athari za vikwazo vya kimataifa. Ukaribu wake na uongozi wa juu wa nchi ulimfanya atajwe mara kwa mara kama mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa ndani ya serikali tawala na nguzo muhimu ya utawala wa Maduro. Katika miezi ya mwisho kabla ya tukio la kukamatwa kwa rais Nicolas Maduro, Delcy Rodriguez alikuwa tayari ameonekana kama mhimili mkuu wa uendeshaji wa serikali ya Venezuela. Akiwa makamu wa rais, alisimamia mikutano mikubwa ya kiusalama, maamuzi ya kiuchumi na mawasiliano ya kimkakati ya serikali katika kipindi ambacho shinikizo la kimataifa dhidi ya Caracas lilikuwa likiongezeka kwa kasi. Alikuwa msemaji wa mara kwa mara wa serikali katika nyakati za misukosuko,
jambo lililomfanya ajijengee taswira ya kiongozi mwenye uthabiti na uelewa wa kina wa mifumo ya dola. Baada ya tukio la kukamatwa kwa Rais Nicolas Maduro na majeshi ya Marekani, ambalo lilitikisa kwa kiasi kikubwa uongozi wa Venezuela na kuibua sintofahamu ya kisiasa ndani na nje ya nchi, serikali ilikabiliwa na hatari ya ombwe la madaraka. Katika mazingira hayo, Delcy Rodriguez alijitokeza kama chaguo la haraka na la ndani kwa uongozi wa mpito, akiteuliwa kuchukua nafasi ya rais wa mpito kwa mujibu wa tafsiri ya katiba na maamuzi ya uongozi wa juu wa serikali tawala. Hatua hiyo ilielezwa kuwa ya dharura, ikilenga kudumisha uthabiti wa dola, kuzuia machafuko na kuhakikisha mwendelezo wa taasisi za serikali. Kuteuliwa kwake kulionekana kama mwendelezo wa moja kwa moja wa sera na mwelekeo wa utawala uliokuwepo, huku Delcy Rodriguez akiahidi kulinda uhuru wa taifa, kupinga kile alichokiita uingiliaji wa kigeni na kuendeleza misingi ya mapinduzi ya Bolivarian. Katika hotuba zake za mwanzo kama rais wa mpito, alisisitiza kuwa Venezuela itaendelea kujitawala bila shinikizo la nje na kwamba mustakabali wa nchi hiyo utaamuliwa na wananchi wake wenyewe. Hata hivyo, uongozi wake wa mpito umekuja katika kipindi kigumu kinachokabiliwa na mgawanyiko wa kisiasa, shinikizo la kimataifa na changamoto kubwa za kiuchumi. Wakati wafuasi wake wakimwona kama kiongozi mwenye uzoefu, uthubutu na uelewa wa ndani wa mifumo ya dola, wakosoaji wake wameendelea kuhoji uhalali wa mchakato wa mpito na mustakabali wa uongozi wa Venezuela. Kwa ujumla, safari ya Delcy Rodriguez kutoka mtoto wa familia ya pambanaji wa kisiasa, mwanasheria, mwanadiplomasia, makamu wa rais hadi kuwa rais wa mpito wa Venezuela inaakisi historia ndefu ya misukosuko ya kisiasa ya nchi hiyo. Uongozi wake katika kipindi hiki nyeti unaonekana kama sura mpya katika simulizi refu la mapambano ya mamlaka, uhuru na mwelekeo wa baadaye wa taifa la Venezuela. Kwa sehemu ya wana Venezuela, hasa wale wanaoegemea upande wa serikali na mapinduzi ya Bolivarian, Delcy Rodriguez anaonekana kama kiongozi anayeaminika katika kipindi hiki kigumu cha mpito. Imani hiyo inatokana zaidi na historia yake ya muda mrefu ndani ya mfumo wa uongozi wa nchi, ukaribu wake na misingi ya mapinduzi iliyoasisiwa na Hugo Chavez, pamoja na msimamo wake mkali dhidi ya uingiliaji wa kigeni. Wafuasi wake wanaamini kuwa uzoefu wake kama mwanasheria, mwanadiplomasia na makamu wa rais, lakini pia rais wa mpito, unampa uwezo wa kulinda uthabiti wa taifa na kuzuia kuyumba kwa dola katika wakati ambao Venezuela inakabiliwa na shinikizo kubwa la ndani na nje. Kwao, Delcy Rodriguez si kiongozi wa bahati mbaya, bali ni zao la mfumo waliouzoea na wanaouona kama ngao ya uhuru wa nchi. Hata hivyo, imani hiyo si ya pamoja kwa wana Venezuela wote. Upande wa upinzani na baadhi ya raia wanaoathiriwa zaidi na matatizo ya kiuchumi wanaendelea kuwa na mashaka kuhusu uongozi wake, wakiona kuwa ni mwendelezo wa mfumo ule ule uliokuwepo kabla mgogoro wa sasa. Licha ya mgawanyiko huo, ukweli unabaki kuwa Delcy Rodriguez ameingia madarakani akiwa na msingi wa uungwaji mkono kutoka kwa sehemu muhimu ya jamii na taasisi za dola, hali inayompa nafasi ya kuongoza kipindi cha mpito, huku macho ya wananchi na jumuiya ya kimataifa yakifuatilia kwa karibu hatua zake za mwanzo na mwelekeo atakaochukua kwa mustakabali wa Venezuela.